Karibu mpendwa mtazamaji na Innocent Official Media. Kabla yote na kuomba ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe kisha tuweze kuendelea. Leo tutajadili kuhusu jambo ambalo linahusu nia ya misa. Leo tunatazamia umuhimu wa nia za misa takatifu. Umuhimu wa liturujia na kiroho. Kila siku Wakatoliki ulimwenguni popote wanaomba misa zitolewe kwa ajili ya wapendwa wao, mahitaji maalum, shukrani, uponyaji na waamini walioaga dunia. Hata hivyo, watu wengi bado wanauliza, nia ya misa ni nini hasa? Je, inaleta tofauti? Na kwa nini kanisa linaiweka umuhimu huo? Mazoezi ya kutoa nia ya misa ni mojawapo ya maneno mazuri sana ya kiimani ya Kikatoliki, ambapo inaakisi imani ya kanisa kwamba misa takatifu ndiyo sala kuu zaidi duniani kwa sababu ni uwasilishaji mpya wa kisakramenti wa dhabihu moja ya Kristo pale Kalvari. Kupitia nia ya misa takatifu, waamini huunganisha mahitaji yao binafsi na sala kwa dhabihu kamilifu ya Yesu Kristo. Tukianza kutazamia nia ya misa ni nini? Nia ya misa takatifu ni kusudi maalum la kiroho ambalo kuhani huadhimisha au kutumia matunda ya misa fulani. Misa inaweza kutolewa: 1, kwa mtu aliyekufa; 2, kwa uponyaji; 3, kwa shukrani; 4, kwa siku ya kuzaliwa au kumbukumbu ya miaka; 5, kwa hitaji la familia; 6, kwa uongofu; 7, kwa nia yoyote maalumu inayokabiliwa kwa Mungu. Misa inapotolewa kwa nia fulani, dhabihu ya Kristo haibadilishwi au kuwekwa mipaka. Badala yake, kanisa linaomba kwamba matunda yake ya kiroho yatumike kwa namna ya pekee kwa mtu au haja ya kukumbukwa. 2. Kwa nini misa takatifu ina nguvu hivyo? Misa takatifu sio tu ibada ya maombi au makutano ya kidini au mkutano. Wakatoliki tunaamini kwamba katika kila misa halali, dhabihu moja ya Kristo pale Kalvari inakuwa kisakramenti. Kwa sababu Ekaristi takatifu ni Yesu mwenyewe, misa ina thamani ya kiroho isiyopimika. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inafundisha kwamba Ekaristi takatifu ni chanzo na kilele cha maisha ya Kikristo. Rejea kurasa namba 1324. Kwa sababu hii, hakuna sala inayotolewa na kanisa ambayo ni kubwa kuliko misa takatifu. Namba 3. Nia za misa kwa waaminifu walioondoka. Moja ya sababu za kawaida za Wakatoliki kuomba nia ya misa ni kwa wapendwa waliokufa. Tangu mapema karne nyingi, Wakristo waliwaombea wafu na kutoa dhabihu ya Ekaristi kwa niaba yao. Kanisa linafundisha kwamba maombi yetu yanaweza kusaidia roho zinazopitia utakaso baada ya kifo. Na imani hii inatokana na maandiko matakatifu. Na nukuu, kwa hiyo ni wazo takatifu la ulazima kuwaombea wafu wapate kufunguliwa kutoka katika dhambi. Rejea kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya 12 aya ya 46. Kwa sababu hii, Wakatoliki wengi hupanga misa za ukumbusho na misa za ukumbusho kwa washiriki wa familia waliokufa. Namba 4. Nia za misa kwa walio hai. Nia ya misa sio tu kwa wafu, wanaweza pia kutolewa watu walio hai. Wakatoliki mbalimbali mara nyingi huomba misa kwa ajili
Ya kwanza, uponyaji kutoka kwa wagonjwa. Ya pili, mafanikio katika mitihani. Ya tatu, usafiri salama. Ya nne, nia ya ndoa. Ya tano, shida za familia. Ya sita, utambuzi wa ufundi. Ya saba, ukuaji wa kiroho. Ya nane, shukrani kwa baraka zilizopokelewa. Kukabidhi nia hizi kwa misa takatifu kunaonyesha imani katika majaliwa na huruma ya Mungu. Namba 5. Nia ya misa ya shukrani. Watu wengi humkaribia Mungu pale tu wanapohitaji msaada. Kanisa pia linawahimiza waamini kuomba misa kwa shukrani kwa baraka ambazo tayari wamepokea. Misa zinaweza kutolewa: ya kwanza, baada ya kupona kutoka ugonjwa; ya pili, kufuatia kuzaa au kwa mafanikio; ya tatu, siku ya kuzaliwa; ya nne, katika maadhimisho ya harusi; ya tano, baada ya kupokea kazi au baraka nyingine. Hivyo misa ya shukrani inatukumbusha kwamba kila zawadi njema hutoka kwa Mungu. Namba 6. Vipi kuhusu sadaka ya misa? Kutoelewana kwa kawaida ni kwamba Wakatoliki hulipa misa. Kanisa linakataa kabisa wazo hili. Misa takatifu haiwezi kununuliwa au kuuzwa kwa sababu dhabihu ya Kristo inapita thamani yote ya kidunia. Watu wanapotoa sadaka ya misa hawanunui misa. Badala yake wanatoa mchango wa hiari kusaidia padri na utume wa kanisa. Kitendo hiki kimekuwapo karne nyingi na kinathibitishwa na uangalifu na sheria za kanisa. Namba 7. Nia ngapi inaweza kutolewa? Kanisa linaruhusu misa kutolewa kwa nia mbalimbali. Kanisa linaruhusu kutolewa misa kwa nia mbalimbali, lakini pia linatoa miongozo ili kuhakikisha heshima na utunzaji wa kichungaji. Katika visa vingi, kasisi au padre huadhimisha misa kwa nia fulani iliyotangazwa, huku akikumbukwa nia nyinginezo alizokabidhiwa kwa Mungu. Hatimaye Mungu anajua kila sala au kila haja inayotolewa na kuletwa mbele yake. Namba 8. Kwa nini Wakatoliki wanaomba nia za misa? Kuomba nia ya misa ni tendo la imani. Inakubaliwa kwamba Mungu anahusika kikamilifu katika maisha yetu, kwamba dhabihu ya Ekaristi ni zawadi kuu ya kiroho ambayo kanisa linayo. Iwe wasali kwa ajili ya walio hai au wafu, Wakatoliki huleta nia zao kwenye madhabahu kwa sababu wanamtumaini na kutumaini nguvu za dhabihu ya Kristo. Nia ya misa pia inatukumbusha kwamba kanisa ni familia inayounganika katika maombi kote mbinguni na duniani. Ushirika wa watakatifu kwa matendo. Wakati wowote misa inapotolewa kwa ajili ya mtu, kanisa zima ushiriki kiroho. Waaminifu duniani, watakatifu waliopo mbinguni na roho zinazotakaswa zimeunganishwa kupitia Kristo. Hali hii ni mojawapo ya maneno mazuri sana ya ushirika wa watakatifu. Nia ya misa kwa hivyo inatukumbusha kwamba hatusali peke yetu kamwe. Kwa muhtasari ni kwamba nia ya misa ni ombi kwamba matunda ya misa fulani yatumike kwa namna maalum kwa ajili ya mtu au hitaji. Wakatoliki hutoa nia za misa kwa mifano ifuatayo: kwa marehemu, kwa uponyaji, kwa shukrani, kwa mahitaji ya familia, kwa uongofu, kwa nia maalum. Mazoezi hayo yanatokana na imani ya kanisa kwamba misa takatifu ni sala kuu na sadaka yenye nguvu zaidi ya kiroho inayopatikana kwa watu wa Mungu. Zaidi ya yote, nia za misa zinaonyesha imani katika Kristo ambaye dhabihu yake inabaki kuwa chanzo cha kila neema. Leo tunatafakari
Ni lini mara ya mwisho ulipoomba nia ya misa kwa mtu uliyempenda au kwa ajili ya mahitaji yako ya kiroho? Tunanukuu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 19. Mpendwa mtazamaji, hadi kufikia hapo ni tamati, na Mungu akubariki.